thumma ja'alnaka, kisha katujalia sisi, ala shariatihi, juu ya sheria, min al-amli, miongoni mwa amli, fatabiha, tuzifuate, wala tattabiha, na wala tusifuate, ahawaa, matamanio, shay'in ya nafsi. Huyo unayemwona hapo, kabla hujampuuza, tafadhali chukua pumzi na umpe macho yako ya kweli. Uso wake haujavikwa sura ya mvuto, mavazi yake hayana haiba ya kifahari. Kwa macho ya wengi anaonekana kama chizi, lakini sio chizi kweli. Ni chizi wa hekima ambaye anajua siri za moyo na sauti za mbinguni. Ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alisema vile, kwa sababu wanadamu wengi tuwaishi wa kufuata matamanio ya nafsi. Ndio pale Allah akasema, ya ibn adama, ewe mwanadamu, tamsha dhaharihi, unatembea katika mgongo wangu, illa liyabudullaha, unasahau kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wama asiluka ila albatini, wasahau kuwa marejeo yako yapo ndani ya tumbo langu, nami nitakubana kama ulivyokuwa ukinibana wewe. Mara ya kwanza unapomtazama unadhani hana maana, hana heshima, haonekani kuwa na busara yoyote, lakini sikiliza maneno yake, maneno yanayoyeyusha vumbi la fahamu, maneno yanayomkumbusha kila mja kwamba dunia hii ni daraja tu na uzuri wa kweli hauna sura. Huyu mtu ambaye unaona ni wahovyo, kwa kila neno lake ni mwanga unaoangaza ndani ya giza. Anazungumza kwa sauti ndogo, lakini kila nukta, kila koma inakumbusha, chukua hekima hata kwa mwenda wazimu. Kwa maana hekima haikazi kwa uso, haitegemei sura wala heshima ya dunia. Hekima inaishi kwa maneno, katika moyo, katika uungwana wa kiimani. Hivyo basi usichukulie hekima kwa sura tu, usivutie macho ya dunia. Hii ni funzo. Hata katika mwonekano usio wa kawaida, hata katika mwendo wa kuonekana chizi, kuna hekima ya milele. Ni maneno ya kiimani. Haya maneno huishi milele, yakivutwa kutoka moyoni kwenda kwa Mola na kurudi kwetu tukiwa na mwanga wa kuelewa. Hekima ni ya wale wanaosikia, wanaosoma nyoyo na hawapendi kudanganywa na muonekano. Sikiliza, fahamu na jifunze. Hata mwenda wazimu anaweza kuwa mwalimu wa roho. Abdullahi Mashi.